Ili dunia iendelee kuwa sehemu salama pa kuishi, basi hatuna budi kuoneana huruma. Bila shaka huruma huanzia katika ngazi ya malezi. Wapo wanaobahatika kulelewa na wapo ambao hawajapata bahati hiyo. Ndio hawa ambao huitwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Kituo cha kulelea watoto yatima na wale walopata changamoto katika malezi ya watoto wetu Tanzania kilichopo Mbezi jijini Dar es Salaam, na kile cha watoto wanaoishi na usonji na utindio wa ubongo cha Nokla Upendo kilichopo Kimara jijini Dar es Salaam kimebeba wajibu huu ambao unaungwa mkono na kundi ama umoja wa wastaafu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Wastaafu wa umoja TRA wenye lengo la kukumbukana, pia kuwa sehemu ya jamii kwa kusaidia jamii nzima. Jana ilikuwa ni siku ya ada kwao, hivyo walitembelea vituo hivi kwa kutoa msaada wa vyakula na fedha pamoja na kuwafariji watoto hao. Grace Flavian Mauki, mlezi wa kituo cha Upendo, amesema kuwa kituo hiko kimeanza na watoto 2 na sasa kina watoto 50, jambo ambalo amelitaja kuwa ni ishara kuwa katika jamii kuna tatizo kubwa. Rehabilitation Center kinachopatikana Dar es Salaam Kimara. Ni mfanyakazi wa Nokla Upendo Rehabilitation Center. Kwa kweli nimefurahi kupokea wageni kama hawa. Ninafurahi na ninatanguliza shukrani zangu za dhati kwa ujio wao, maana ujio wao sio mdogo. Watoto wetu wamefurahi, sisi pia tumefurahi, na zawadi walizotuletea kwa kweli ni kiasi kikubwa alichokileta. Tunawashukuru sana. Tulikupo na watoto 2 wakati kituo kinaanza, mpaka sasa kina watoto 50. Ni namna gani inaonyesha kwenye jamii zetu kuna watoto wenye changamoto kama hizo, lakini wazazi wanaogopa kwa labda maneno ya watu mtaani, watu watamuonaje, mtoto wangu kama mbona amezaliwa tofauti na wengine atapelekwa wapi? Kwa hiyo wanaishia kuwafungia wale watoto. Naye mkurugenzi wa makao ya watoto wetu Tanzania, ambaye pia mwenyekiti wa wamiliki wa makao nchini, Evans Tegete, amesema kuwa kituo hicho kinajivunia kuwatoa watoto katika mazingira magumu mpaka kuwa wasomi wenye heshima nchini. Kwa upande wa wastaafu hao, wametoa wito kwa jamii kuendelea kuwalinda watoto. Hiyo tokea mwaka 98 mpaka leo hii watoto waliosaidiwa katika makao haya wapata 368, takriban 400 sasa, ambao mpaka sasa hivi waliofanikiwa ambao tokea mwaka 98 tumefanikiwa kupitia walezi, marafiki, wasamaria na wale wote ambao wanaguswa na kuwiwa kutembelea kwenye makao haya au wanapotusikia kusaidia kule waliko, hatimaye wameweza kuwafikisha watoto kadhaa katika elimu tofauti. 2 mpaka sasa hivi wana PhD, yani degree 3, lakini 6 wana masters, alafu 52 ambao wana degree, yani degree ya kwanza, lakini 36 wana diploma, kuna certificate, na wengine mpaka leo hii bado wanasoma wapatao 177. Na katika hao tunawapata watoto kupitia ustawi wa jamii na wasamaria wema ambao wanaona katika mazingira magumu na hatarishi tunaosikia either kwenye vyombo vya habari au kwenye mitaani, na wasamaria wema au wenyewe wanapotusikia kwenye vyombo vya habari kama hivi wanakuja moja kwa moja kwenye makao yetu. Naitwa Catherine Kelebe, mstaafu wa mamlaka ya mapato Tanzania toka mwaka 2021. Baada ya kustaafu tulipata bahati ya kuunda grupu letu la wastaafu ambalo mojawapo ya kazi zake au malengo yake ni kuwapa faraja watoto au watu ambao wako katika mazingira magumu. Leo tumepata bahati ya kutembelea vituo viwili. Tumetembelea kituo cha Upendo ambacho tumekutana na watoto ambao wana mazingira magumu yatokanayo na ulemavu, usonji, ambao kwa kweli alitokea Mama Christina ambaye alipata maono ya kuanzisha kituo hicho baada ya yeye kupata changamoto ya kuwa na mtoto mwenye usonji. Kwa hiyo alipata nafasi akiwa kule Mtwara kuanzisha kituo hicho kwa ajili ya kuwasaidia watoto kama hao.
Tunashukuru tunapoona wabeba maono kama hawa, kwa sababu kwa kweli tulivyoona pale Upendo, tuliambiwa kwamba kituo kina miezi 7 tu, na walianza na watoto wachache, watoto 7, na sasa wana watoto 50. Hii inamaanisha kwamba kuna watoto wengi sana ambao wana shida hii, na watoto hawa wanatakiwa kupata fursa ili waweze kuwa kama watoto wengine. Mama Christina alipata maono haya ambayo ya kuwapeleka watoto hawa wafikie destination zao za maisha. Tunaomba Mungu ambariki sana, lakini aweze kuibua wabeba maono wengine ambao watatimiza haja za watoto kama hawa. Na sasa tuko hapa katika kituo cha watoto wa Tanzania yetu. Nacho ni kituo ambacho kinambeba maono ndugu Evans, ambaye naye alipewa nafasi na Mwenyezi Mungu, alipewa maono, lakini yeye alianzia katika kituo kama hiki baada ya kupata changamoto pia katika familia yake, baba yake kutokuchukua wajibu, lakini mama yake pia naye alikuwa hana nafasi ya kumlea, lakini akaanzia katika kituo kama hiki. Mungu alizidi kumuonyesha, alikuwa amemwandaa kwa namna hiyo, alikuwa amemwandaa kuja kuanzisha kitu kama hiki. Kituo kama hiki kinakusanya watoto kutoka sehemu mbalimbali ambao wana matatizo mbalimbali. Wengine wamepata mazingira magumu kwa sababu ya mfarakano huenda wa ndoa ya baba na mama, na watoto wakabaki hawana msaada. Wengine wanatokana na watoto kufanyiwa ukatili, wanaamua kukimbilia barabarani. Wengine ni watoto wa mitaani. Anawakusanya na ametupa ushuhuda kwamba tangu ameanza kituo hiki toka mwaka 1998 watoto wengi ambao wameshaziona nafasi zao, wameshapata nafasi zao katika maisha, wameshafikia malengo yao katika maisha. Wengine wana PhD, ametutajia PhD nyingi sana ambazo zimetokana na kituo hiki, diploma nyingi sana, lakini pia certificates nyingi sana, masters nyingi sana. Kwa kweli ni baraka kubwa hata kwa huyu ndugu Evans. Kwa kweli Mungu amemtumia, lakini wako watu wengi ambao wana nafasi za kuweza kusaidia watoto kama huyu ndugu Evans. Mungu awaibue, lakini pia tunaiomba jamii ipunguze na ikemee kwa nguvu zote ukatili kwa watoto ambao unazalisha watoto kama hawa. Lakini sio ukatili tu, mfarakano katika ndoa. Tunashuhudia kipindi hiki ndoa nyingi zinafarakanyika, baba anaenda huku, mama anaenda huku, lakini wanaobaki kuumia ni watoto. Tunawanyima wale watoto haki yao ya msingi ya kufikia destination yao ya maisha. Tunawaasa wazazi waangalie walipoingia kwenye ndoa, waliingia kwa malengo, wahakikishe kwamba wanatimiza yale malengo walioingia nayo kwenye ndoa. Na swala la msingi mtu unapoingia kwenye ndoa ni kwamba uendeleze uzao, uzalishe watoto ambao watakuja kuwa taifa la kesho, wakiwa na akili timamu, wakiwa wamemaliza ile kiu yao ya kuwepo duniani. Lakini pia tunaiomba serikali, tunajua kwamba serikali hawa ni watu wake, iweze kuweka pia taratibu ambazo zinaweza zikapunguza haya madhara ambayo yanatokana na watoto kama hawa. Kwa mfano ukatili kwa watoto ambao ni sosi mojawapo ya kupatikana watoto katika kundi hili. Basi serikali iendelee kuchukua hatua kali kwa watu hawa ili kwamba watoto nao wapate nafasi yao. Najua Mungu alipotuumba alituumba sisi sote sawa, tuenjoy ulimwengu sote kwa usawa kabisa. Lakini sasa inapotokea disturbance kama hizi, zinawanyima watoto hawa nafasi za kuwa wanadamu kamili, wanadamu wenye kuhitaji kufikia malengo yao ya maisha, yale ambayo ni makusudi ya Mungu kuwaweka duniani. Basi nazidi kuwaasa jamii kwamba wasimame imara, waone watoto kwamba ni zawadi kutoka kwa Mungu, na watoto wanatakiwa kupata haki zao za maisha za msingi kama vile ambavyo Mungu alikusudia. Ni mstaafu wa TRA
TRA tuna umoja wetu wa wastaafu. Tunashirikiana katika vitu vingi vinavyotuhusu sisi kama wastaafu, na pia tunashirikiana katika kutoa huduma kwa jamii, hii social responsibility. Kama siku ya leo tuliona ni vema kuwatembelea watoto wenye mahitaji maalum. Tulianza na watoto wa Upendo NACAS. Tumeenda kuwatembelea, tumekuta wale watoto ni watoto ambao wana changamoto ya mtindio wa ubongo. Tumewapelekea mahitaji ambayo tuliweza kuwa nayo, na tumeongea na watu wanaowatunza. Tumekuta akina mama wengine wako hapo na walezi na watoto wao wanawalea hapo, tumezungumza nao. Baada ya hapo tukaja tena kwenye rehabilitation center nyingine ambayo inaitwa Watoto Wetu Tanzania. Watoto Wetu wa Tanzania ni tofauti kidogo na wale watoto wa kule, kwa sababu wa kule wana changamoto ya mtindio wa ubongo, lakini hawa ni watoto ambao walidhulumiwa haki yao, au watoto wa Watoto Wetu Tanzania, watoto ambao waliteswa na jamii ambayo ilipaswa kuwatunza, watoto ambao walionewa wakati mwingine hata na wazazi wao na walezi wao. Sasa wanatunzwa hapa, na sisi kama wastaafu tumeona ni vizuri tukatoa mchango wetu kwa ajili ya matunzo ya watoto. Ni kitu ambacho tunaifanya angalau mara moja kwa mwaka. Unadhani unawashauri nini jamii au wazazi ambao wanakutana na watoto wenye changamoto? Jamii na washauri jamii tuonyeshe upendo kwa watoto. Upendo tuanze kwenye familia. Yaani tuache ukatili kwa watoto, tuoneshe upendo kwenye ngazi ya familia. Lakini pale inapotokea kwamba imeshindikana kwa sababu moja au nyingine, kwa sababu sisi sote tumelelewa katika mazingira tofauti, kwamba upendo umeshindikana pale nyumbani na tukapata watu wabeba maono ambao wako tayari kuwatunza, jamii kama jamii tushirikiane, kwa sababu ni mzigo mkubwa sana kuwatunza watoto kama hao, na ni wengi sana. Kwa hiyo na waasa jamii yote itambue kwamba katika nchi ya Tanzania, mikoa yote ya Tanzania, kuna watoto wanaohitaji kusaidiwa na Watanzania wenzao ili waweze kuwa katika makuzi ya kawaida, wapate vile vitu vyote vya msingi, wapate elimu, wapate chakula, wapate mavazi, ili nao waje wawe wazazi bora. Jina langu mimi naitwa George Israel Mnyitafu, ni mmoja wa wastaafu wa Mamlaka ya Mpira Tanzania, ambao tuna chama chetu kinaitwa TRA Retirees Group. Na kwa siku ya leo tumekuja kutembelea vituo viwili. Kituo cha Upendo Rehabilitation Center kilichopo kule Mavurunza, lakini na kituo cha Watoto Wetu Tanzania kilichopo hapa Goba. Lengo letu ni sisi kama wazazi ambao kwa sasa ni mababu, sisi wastaafu, tumeona ni vyema kutembea hivi vituo ili kujionea jinsi ambavyo watoto wetu au wajukuu zetu ambao wanaishi katika mazingira magumu wanavyolelewa katika vituo hivi, ambavyo kuna watu wenye maono waliona kwamba ni muhimu kuwatafuta na kuwalea hawa watoto ili waweze kuwa na maisha na kuishi na maisha kama ambayo tunaishi sisi. Na kwa kweli tumejionea mambo makubwa na ya kutisha sana, hasa kule kwa watoto wale wenye usonji na mtindio wa ubongo. Na hii ni kwa sababu maeneo mengi kuna watoto wa namna hii, lakini hawapati msaada au watu wenye maono ya kuweza kuwakusanya na kuwapa huduma hizi ambazo zinatolewa katika hivi vituo viwili. Kuna watu wengine, wazazi, wanawaficha watoto ambao wana matatizo hayo katika nyumba zao kwa kuogopa kwamba watachekwa au kwa kuona kwamba labda watapata aibu. Lakini ni muhimu sana kuwafichua watoto hao na kuwaweka katika maeneo ya vituo kama hivi ili waweze kulelewa na kufundishwa na kuweza kujitegemea kama ambavyo tunajitegemea sisi. Na hii inawezekana kabisa, kwa sababu tumejionea pale Upendo, watoto ambao walikuwa hawawezi kutembea sasa wanatembea.
Na hapa kwenye kituo hiki ambacho tuko sasa, kituo cha watoto wetu Tanzania, kuna watoto wengi ambao wamesoma, wenye PhD, wenye masters, certificates, ambao walikotoka huko walikuwa hawana nyuma wala mbele, lakini Mungu amewabariki, sasa hivi nao ni viongozi katika nchi yetu. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kuomba watu wa vituo hivi, lakini na zaidi hata wenye maono kama haya, tuweze kuwatambua watoto hawa, na serikali isaidie kuwapeleka watoto katika vituo ili waweze kulelewa na kujifunza na kuweza kupata nguvu na uwezo wa kufanya kazi kama watu wengine. Hii jambo inawezekana kabisa. Na wakishatoa mahali kama hapa, kuna vituo vingine kama kule Mlandizi, kuna kituo cha KKT ambacho kinafundisha watoto mambo ya ufundi na mambo mengine mengi ambayo watu wasiojiweza wameweza kufanikiwa na kuwa watu ambao wanajitegemea. Kwa wito wangu ni kuomba kwa staff wenzangu tuendelee na moyo wa kuwasaidia watoto hawa, lakini pia taifa na familia kwa ujumla tuweze kuwatambua watoto wenye mahitaji maalum, waweze kupelekwa kwenye vituo kama hivi, waweze kufundishwa na kulelewa na kuweza kufanya kazi kama watu wengine. Hii jambo tumeona linawezekana na inawezekana. Asante sana kwa kunisikiliza. Igarula ndio coordinator wa hili zoezi ambalo tumelifanya leo. Tuna kawaida sisi wana TRA wastaafu ambao tumeunda umoja wetu unaitwa TRA Retirees Group. Kila mwaka huwa tunakutana na kusherekea pamoja. Baada ya sherehe huwa tunakuwa na mtindo wa kutembelea watu wenye uhitaji. Kwa hivyo mwaka huu tumetembelea vituo viwili. Tumeanza na Upendo na sasa tuko hapa kwa kituo kinachoitwa Watoto Wetu Tanzania. Tumekuja kumalizia. Wastaafu wanajichanga, wanachopata kidogo basi wanakuja kushia na hao wenye uhitaji. Kwa hivyo leo tumeungana na hao watoto kwenye kituo cha Upendo na hii cha Watoto Wetu Tanzania kusudi kuwapa chochote kitu, lakini vile vile ni kama vile kutoa kwa Mungu. Unashauri nini watu wengine au labda wastaafu kama nyie na jamii kwa ujumla? Ni vizuri kutembelea vituo kama hivi kwa sababu unapoenda kwenye vituo kama hivi unakuta mengi sana, unakuta watoto wanahitaji mahitaji mengi sana. Kwa hivyo unapoenda physically inakupa moyo kwamba kuna nia ya watu kushirikiana na kutoa misaada kusudi angalau kuwapa moyo wale ambao wanawasaidia hawa watoto katika malezi yao. Yeah.